wafuasi wake, na aliamini kwamba kwa kuwa Yesu anaweza kila kitu, aliamini atatoka gerezani kwa miujiza. Na akawaambia wale wafuasi, nendeni mkamuulize Yesu, je, ni yeye au tunasubiri ajaye? Yesu akawajibu akawaambia, nendeni mkamwambie wafu wanafufuka, viwete wanatembea, lakini pia vipofu wanaona. Kiongozi mzuri hapimi kwa maneno. Kiongozi mzuri anapimwa kwa kazi, na Mama Samia tumempima kwa kazi kubwa, na amefanya kazi kubwa kwenye taifa letu. Sisi wa Tanzania leo tukiulizwa kwamba nendeni mkamuulize yeye ndiye au tusubiri ajaye, tutasema yeye ndiye, kwa sababu ya maendeleo makubwa ambayo tumeendelea kuyaona kwenye taifa letu, hasa kwenye bandari, kwenye SGR. Wenzangu wamechangia sana swala la SGR. Kwa kweli hapa ndipo tumeona maendeleo makubwa ya nchi yetu, na sasa tunaenda kwenye uchumi. Tunaamini kazi ambayo itaendelea kufanyika. Tuendeleeni kumuunga mkono Mama Samia, tuendeleeni kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi. Makubwa yanaendelea kuja. Niseme jambo moja kwenye eneo la SGR hapa. Nikupongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na wasaidizi wako, kaka yangu Kadogosa. Umeendelea kufanya kazi kubwa kwenye eneo la SGR. Hongera sana, endelea kufanya kazi hii kwa sababu ni eneo ambalo tunalihitaji kwenye nchi yetu, na kazi inakuhusu wewe, kama maandishi ya Biblia yanavyosema Ezra 14 kwamba kazi inakuhusu wewe. Nyanyuka, nenda na kaitende. Kadogosa, unafanya kazi njema sana. Lakini kuna studies zimefanyika huko nyuma za ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia Arusha kuja Makuyuni, kuja Simiyu, pale Dutwa, Pita Lamadi, Busega, Bunda, kwenda mpaka Msoma. Study hizi sasa nendeni mkazifanyie kazi. Tunatamani huko mbeleni kuona mpango wa serikali kwenye ujenzi wa reli ya kisasa, kwa maana SGR kutoka Arusha kwenda mpaka Msoma, kupitia Simiyu mkoani kwangu, Busega jimboni kwangu, kule Bunda kwa Bwana Getere na hadi Msoma. Na tunaamini ujenzi wa reli hii utakapokamilika, uchumi wa wananchi utaongezeka, uchumi wa nchi utaongezeka, usafirishaji wa mizigo, usafirishaji wa mazao pia utaongezeka, na utawarahisisha wananchi wetu wa Tanzania katika swala zima la kusafirisha mizigo na usafiri wa wao kwa wao. Niombe sana kakangu Kadogosa, niombe sana mkubwa wangu mzee Mheshimiwa Mbarawa kuangalia study ambayo imefanyika huko nyuma, ili tuwe na mpango wa ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia kule Arusha kuja Simiyu na kwenda mpaka Msoma. Mafanikio makubwa tutayapata. Tumeona sisi wakati tunasoma shule ya msingi tulikuwa tukiangalia zile sinema, anakuambia hiyo ni trailer, mziki baadaye. Tumeona trailer kuanzia ya SGR kuanzia hapa Dodoma kwenda Dar es Salaam. Tumeona mafanikio makubwa haya. Tumeona namna wananchi wananufaika na SGR hii. Tuna imani kubwa SGR pia kutoka Arusha kwenda Msoma itawanufaisha Watanzania, itawanufaisha wananchi wa Simiyu na wananchi wa jimbo la Busega. Lakini pale Dutwa pale kuna madini ya nikeli. Nafikiri pia usafirishaji utaendelea kupitia SGR, na kwa sababu mapato yetu atazidi kuongezeka kupitia usafirishaji, kupitia aina hii ya usafirishaji kwa kutumia SGR. Ni imani yangu kubwa study hii mtakapoifuatilia na kuja na mpango, sisi kama wabunge tutawapitishia mpango wenu. Na kwa sababu wananchi wa jimbo la Busega wamesema bado wanatamba na mimi, najua nitakuwa hapa, nitaendelea kuwapitishia bajeti yenu ili mwende kufanya kazi ya ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia kule Arusha kwenda Msoma. Asante sana mheshimiwa. La mwisho mwenyekiti, nusu dakika, ni kwamba nimemwona hapa kaimu waziri mkuu mzee wangu Mkuchika. Niseme tu jambo moja. Wizara ya Katiba na Sheria walikuja na kampeni ya Samia Legal Campaign. Ninaomba msimamizi wa shughuli za bunge za serikali hapo bungeni, siku ya tarehe 15 mwezi wa 6
2025 dabi ya Simba na Yanga tuipe jina ya Samia Dabi Campaign, ili tuendelee kumuunga mkono Mama Samia, ili tuendelee kuunga mkono michezo katika nchi yetu. Nichukue hilo kaka yangu, mzee wangu Mkuchika, nipeleke mje na mpango, mje na Samia Dabi Campaign, na ambaye hatapeleka timu tutaona hata matatizo. Baada ya kusema naunga mkono mchezo. Asante sana. Ni mtaja Mheshimiwa Amina Ali Mzee. Mheshimiwa Francis Kumba Ndulane ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima nami kupata nafasi hii ya kuchangia bajeti hii ya Wizara ya Uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na watendaji wote wa sekta hii ya uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapinduzi makubwa ambayo yameyaleta ndani ya sekta hii ya uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii Tanzania tunajionea, tuna reli, tuna ndege, tuna meli. Dr. Samia ndio ambaye amezileta. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapinduzi haya makubwa katika sekta ya uchukuzi, Dr. Samia amedhamiria dhahiri kuhakikisha Tanzania inaendelea ndani ya sekta ya uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna kila jitihada na tuna kila hatua ya kuhakikisha Dr. Samia tunamrudisha tena katika